Bwana apewe sifa. Asubuhi njema. Ninashukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake, yeye ambaye ametuwezesha wakati huu tena tuweze kukutana kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya leo. Hakika yeye ni mwema. Praise God. Nataka tuanze ibada yetu, tuingie katika neno kwa wakati huu ambao tuko nao, na kabla hatujasoma neno ama hatujaendelea, ningependa tuweze kushukuru Mungu kwa neema yake ili tuweze kusikiza kutoka kwake. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, pokea sifa, heshima na utukufu. Uinuliwe na uheshimiwe, uabudiwe, utukuzwe. Bwana, wewe ambaye umetuwezesha, wewe ambaye umetuhifadhi, wewe ambaye umetuongoza Baba na kutuwezesha kuingia katika nyumba yako siku ya leo. Bwana, tunasema ni asante, tunakuinua, tunakuabudu. Pokea sifa zote na utukufu Jehova. Asubuhi ya leo Bwana, tukinyenyekea miguuni pako, tunaomba rehema zako, mfalme wa ufalme. Baba, mahali ambako tumekosea, mahali ambako tumenenda kinyume na mapenzi yako Baba, tunaomba utusamehe asubuhi ya leo. Bwana, uturehemu kwa damu yako, utusafishe katika jina la Yesu. Mioyo zetu Bwana ukasiandae tayari kusikia neno lako, na Baba, kupitia Roho Mtakatifu ukatusaidie tukaweze kufahamu na kuelewa kile ambacho unanena nasi katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, tunakuomba uchukue ushukani tunapoanza ibada hii. Uwe pamoja nasi, uwe kiongozi, uwe mwalimu Bwana, utusaidie katika jina la Yesu. Hata ibada zote Bwana zitakazofanyika mahali hapa, tunasikabidhi mbele zako tukiomba Bwana uchukue ushukani katika jina la Yesu. Wote tumefika, tunakushukuru, na wote watakaoingia katika nyumba hii siku ya leo Bwana, tunasema ni asante kwa kuwa utawaongoza na kuwawezesha katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ni mwema na hakuna aliye kama Bwana. Tunanyenyekea Bwana, wewe huinuliwe. Chukua ushukani kutoka sasa katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Na tuseme amen. Amen. Bwana apewe sifa. Tunaendelea na somo letu ambalo tulikuwa tunajifunza, somo kuu likiwa haki, na tukaangalia kama Wakristo, watoto wa Mungu, inatupasa tuwe wenye haki kwa kuwa tumefanyika kuwa wenye haki kwa imani kupitia neema ya Bwana Yesu Kristo. Na tukaangalia Jumapili iliyopita justice, ambayo ni neno sawa kwa Kiswahili ni haki, justice, kwamba inatupasa tuwe wenye haki na tutendee wengine haki. Bwana apewe sifa. Na leo tutaangalia faithfulness. Faithfulness, uaminifu. Kwa Kiswahili ni uaminifu. Faithfulness, uaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Uaminifu. Na faithfulness ni maana yake ni being firm in keeping promises. Being firm in keeping promises. Kuwa imara kwa kuzingatia ahadi. Praise God. Kuwa imara kwa kuzingatia ama kuwa na msimamo kwa kuzingatia ahadi, kile ambacho umekiahidi kukifanya. Kama Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, yeye anapoahidi lazima aoneshe uaminifu wake kwetu kwa kututimizia yale ambayo ametuahidi ya kwamba atatenda. Biblia mara mingi inatuelezea uaminifu wa Mungu, jinsi Mungu alivyo mwaminifu kwetu, na Mungu anatuhimiza sisi tulio watoto wake, tuliofanyika watoto wake, kuwa waaminifu kama vile yeye alivyo mwaminifu.
nasi tukiwa watoto wake, ili tuweze kumpendeza, ili tuweze kukaa katika njia zake na kutenda yaliyo mapenzi yake, ni tukae katika uaminifu. Hali ya uaminifu, kuaminika. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe mwaminifu katika mambo yote. Uwe mwaminifu katika maisha yako. Unapoishi, uwe mwaminifu. Popote ulipo, uwe mwaminifu kwa kile unachokifanya. Wacha watu wakujue kwa uaminifu wako. Praise God. Mtu akuelewe, mtu akujue msimamo wako ulio nao, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Haleluya. Mahali unakofanya kazi, kuwa mwaminifu. Katika biashara, kuwa mwaminifu. Uaminifu unastahili uwe kila mahali. Kila mahali. Kwa chochote unachokifanya, kifanye kwa uaminifu. Najua usifanyi kwa sababu watu wanafanya. Especially watu ambao wanafanya biashara. Wengi wao huwa wanakosa kuzingatia hili, kuwa mwaminifu, kuaminika. Wengi wao, kwa sababu wengine wanafanya kwa sababu watu wengine wanafanya. Wengine wanafanya kwa sababu hataki kuona kwamba kuna mahali anapoteza. Bwana apewe sifa. Lakini inatupasa tuaminike katika mambo yote, ili Bwana endelee kutubariki na kututenda mema. Lazima tuaminike. Praise God. Ukiwa mfanyabiashara, kuwa mwaminifu unachokifanya. Ukiwa fundi, aminika. Fundi wako, si ndio? Aminika kwa kazi yako. Mara mingi wafundi ni watu ambao tunawaona kwamba mara mingi sio mtu ambaye atakwambia kitu na akuwe na uhakika kwa anachokukwambia. Wengi, na hata mimi nimekutana na wengi, huwa hawako straightforward kwa kukwambia, kwa kumaanisha kila anakwambia. Atakwambia kuja kesho, na kesho yake bado haifiki. Praise God. Atakwambia, atakuhakikishia kabisa, kesho, kuja kesho, ujia kesho, nitakuwa nimekumalizia kazi yako. Wewe utajiandaa ukijua kwamba unaenda kupata kazi yako imekamilika. Ukifika hata bado hajaanza. Praise God. Na anakuambia tena, kesho, kuja tu kesho, hii kazi namaliza tu saa hii, kesho tu, na kuahidi ya kwamba kesho nitakuwa nimemaliza. Ukienda kesho tena bado. Praise God. Lakini inatupasa tuwe wa kweli, tuwe waaminifu. Kama unaona kwamba hautaweza kumaliza hiyo kazi ambayo umepewa, haina haja umwambie kesho. Mwambie tu, ikiwa tayari nitakuita. Praise God. Mwambie ikiwa tayari, nikimaliza, ikiwa tayari nitakuita, kuliko uwape mtu kesho mpaka uonekane kuwa mwongo. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kesho yako haifiki, unaonekana kuwa mwongo, na unaanza kukatisha uhusiano wako na mteja wako, kwa sababu atakuchukua ya kwamba huyu fundi sio wa kuaminika, sio mtu aliye na ukweli wa kusema mambo kwa kumaanisha. Sio ni vizuri umpe wakati ya kwamba nikiwa tayari nitakuita, kuliko tuonekane kwamba hatuaminiki. Haleluya. So Mungu atusaidie na tuwe waaminifu, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, na anachokiahidi yeye hutimiza. Hakuna ahadi ambazo Mungu aliahidi na akakosa kuzitimiza. Ukiangalia kutoka kitabu cha Genesis mpaka mahali tuko sasa, New Testament, mambo ambayo Mungu alikuwa akiahidi
kutenda kwa wana wa Israeli alitenda. Bwana apewe sifa. Yote aliyoyaahidi, mengine aliahidi atayatenda baada ya miaka mingi, na Mungu alisalia kuwa mwaminifu na kuhakikisha ametenda alichoahidi. Mungu anapomwahidi Ibrahimu ya kwamba atampa uzao mwingi, anasema uzao wako wataenda katika nchi ya utumwa, lakini baada ya muda fulani nitawakumbuka na kuwarejesha katika nchi ya ahadi, ambapo Mungu alifanya. Wana wa Israeli walienda Misri, wakatumika Misri kwa watumwa kwa miaka mingi, na katika hali ya mateso na katika hali ya kunyanyaswa, na wakamlilia Mungu. Biblia inasema Bwana akasikia vilio vyao na akaona kuteseka kwao. Praise God. Na akakumbuka ahadi aliyoiweka na mtumishi wake Ibrahimu, na hivyo akawatoa wana wa Israeli. Sio kumaanisha Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake, na tunaweza kuona kana kwamba ahadi za Mungu hazitimii katika maisha yetu. Hatuwezi kusema Mungu hatimizi, la, hatutasema hivyo. Ahadi za Mungu zinaweza kosa kutimia katika maisha yetu. Number one, sisi tukikosa kufuata maagizo yake. Praise God. Tukikosa kufuata maagizo yake, ahadi za Mungu hazitaweza kutimia. Mungu atatimiza ahadi zake nasi tukifuata maagizo anayotuagiza tuyafanye. Katika kitabu cha Deuteronomy 28 anasema mkiwa waangalifu kwa kutii na kufuata maelekezo ninayowapa, nitawatimizia hili jambo. Sio kumaanisha sisi inatupasa nasi tuwe waaminifu kwa Mungu kwa kufuata maagizo yake. Bwana pewe sifa. Nasi tuwe waaminifu kwa kutimiza yale Bwana ametuelekeza ama ametuhimiza tuyafanye, ili naye Bwana hawezi kutimiza yale ambayo ametuahidi. Praise God. So uaminifu ni kitu cha maana sana. Uaminifu unakuepusha na mambo mengi, kwa sababu ukikosa kuwa mwaminifu, watu watakosa kukuelewa. Hata kama uko mahali kitu kikifanyika, ambaye anakuwa mshukiwa wa kwanza inakuwa ni wewe. Kwa sababu gani? Hauaminiki. Watu wanakuona wanasema lazima tu inaweza kuwa ni huyu, lakini ukiwa wewe ni mwaminifu, hata wewe watakuweka kando kwanza. Sema huyu kwanza tumtoe. Praise God. Kwa sababu wanakujua kwa uaminifu wako, wanakufahamu na msimamo wako, wanakuelewa wewe na msimamo wako. Hata mahali unafanya kazi wanakutambua, wanakujua wewe jinsi ulivyo. Lazima tueleweke kama Wakristo, watoto wa Mungu. Lazima tueleweke tuko upande gani. Lazima tueleweke. Tusikuwe tunaitwa Wakristo ama tunajitanisha kwa jina la Yesu Kristo, ili hali hatueleweki. Ukristo wetu haueleweki. Bwana pewe. Lazima tueleweke. Kama uko kwa Yesu, eleweka ya kwamba wewe ni mfuasi wa Yesu, wewe ni mwana wa Mungu, na uwe upande huo. Na kama bado uko upande huu, waje ieleweke ya kwamba bado hujavuka upande huu, na Mungu atusaidie, akujalie neema uweze kuvuka upande huu, kuliko tuweze kuaibisha jina la Yesu, tuaibishe jina la Bwana. Bwana hawezi kufurahia, na hawezi ukaibisha jina la Bwana naye akakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeitanishwa kwa jina la Yesu Kristo,
tumefanyika wana wa Mungu, lazima tuwe waaminifu, tukae kwake katika mienendo yetu. Waaminifu popote ambapo uko. Usiwe tu wewe ni mwaminifu, unaonekana kuwa mzuri wakati tumekutana kanisani, Bwana asifiwe, ama wakati wa Sunday, wakati tumekutanika na wengine, ama wakati tunaonekana na wengine, ndio unaonekana kuwa wewe ni mzuri, unaonesha picha ya Ukristo ndani mwako. Nowadays Christianity, most of us, we are pretenders. We pretend. We are not the real Christianity. We only call ourselves we are Christian. We are saved. But hatufati matendo ya Ukristo. Yes, but we are Christian. We call ourselves Christians. But hatufati yale ambayo yanatupasa tufanye. Hatukai katika tabia za Mkristo. Dunia sasa iko namna hii. Watu wengi, we are Christians, but tabia zetu asiambatani na Ukristo. You must be faithful. Let the people know. Let the people know. Na watakujuaje? Through your fruits. Matunda yako, tabia yako, mienendo yako. That is the fruits. What you are doing is the fruits of your Christianity. If you are a Christian, let people know kwa yale ambayo unayafanya, tabia zako na mienendo yako. How you carry yourself, how you conduct yourself. Let the people know. Hata pasipo kuambia wewe umeokoka, lakini wanapokutazama tu kwa mtazamo wa nje, wanapokutazama tu, wacha wajue, hata ukisimama kuongea watarajie kusema nimeokoka. Praise God. Kuliko tabia zetu asieleweki. Hatujui watu wenye wameokoka na wenye hawajaokoka, hakuna utofauti, because we are the same. Tutawafikiaje ili tutimize kile Bwana Yesu Kristo alituambia tuenende katika mataifa, tuwafanye wengi kuwa wafuasi wake? Tutawafikiaje iwapo tabia zetu zinafanana na hao? Utaenda umwambie nini? Utaenda umwambie nini? Praise God. Utamwambia nini kama tabia zako zenyewe asioneshi Ukristo ndani mwako? Utawaambia nini? You have to be different. You have to be different. Bwana Yesu, kuwa mwaminifu. If you are born again, just remain faithful. Usiwe tumefanyika watoto wa Mungu, tuko kwa Mungu na tuko upande huu, tunahangaika, tuko katikati, hatueleweki tuko wapi. Haujui uko upande gani. Hata shetani hakujui, hata Mungu hakujui, kwa sababu hauko mahali umesalia tu hapo. Neema tu za Bwana, Mungu anakuhurumia tu. Mungu anakuhurumia tu. Utumanishe, let us be faithful. As Christians, let us remain faithful to our Lord Jesus Christ. Praise God. Laiti tungejua gharama ya wokovu. Laiti tungejua gharama ya wokovu. Tungejikaza sana kuwa waaminifu kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Mungu atusaidie, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na anatarajia kutuona sisi watoto wake tukiwa waaminifu tunapoishi katika dunia hii. Tuwe waaminifu kwake, tuwe
tuwe waaminifu kwa watu wake. Praise God. Let us be faithful. Mahali huku unafanya kazi, kuwa mwaminifu kwa chochote unachokifanya. Sometimes unaweza kufanya kitu kwa kutokuwa mwaminifu. Most tunafanya tukichukulia kwamba maybe we are protecting ourselves. Praise God. Maybe unajaribu unafanya ukifikiria unajisuia ama unajiepusha na mambo fulani. Kumbe ndio unajichimbia shimo, unajaribia, unajisuilia baraka zako, unasuilia mambo mazuri ambayo Bwana angekutendea. Unayasuilia kwa kutokuwa mwaminifu. Kutokuwa mwaminifu kunasuia mambo mengi sana. Kunasuia Bwana asitimize kila anataka kukutimizia. Mengineo kwa neema tu, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwingi wa neema. Lakini tutaendelea kukaa hivyo kwa sababu ya neema? Tutaendelea kukosa kuwa waaminifu kwa sababu ya neema? La, hatuwezi tukaendelea kukaa hivyo. We must be faithful. Are you faithful to God? I'm asking you. Are you faithful to God? How? Are you faithful? Praise God. You have to be faithful. Wewe unatoa fungu lako la kumi. You say you are faithful. How you give your tithe? You have to be faithful. 10%. You have to be faithful. It's written in the Bible. It is written in the Bible. It is written. You see? Hayo tu tunayapuuza tu. Imeandikwa kwa Biblia. Imeandikwa. Usifanye kwa sababu watu wanafanya, but fanya kutoka ndani ya moyo wako, ukimaanisha unamfanyia nani? Unamfanyia Mungu. We have to be faithful. We have to be faithful to God. We have to be faithful to do according to His word. Bwana basi tuwe waaminifu kwa Mungu. Mungu atusaidie. Mahali ambako hatujakuwa waaminifu, kutoka leo, kutoka sasa, tuombe kwamba Mungu nisaidie, Mungu tusaidie ili tuwe waaminifu. Usifate kile watu wanafanya. Wewe fanya kwa kumaanisha, ninafanya hivi kwa sababu ninatii sauti ya Mungu. Singoje Mungu asungumze kwa sauti usikie ndio uamini ya kwamba Mungu amezungumza. No. God can speak through His word. God can speak through His servants. So, when you listen to the voice of the servant of God, that's the voice of God. When you listen to the word of God, when you read the word of God, that's the voice of God. Praise God. So, usingoje usikie sauti ya Mungu ikizungumza. Bwana apewe sifa. Watu wa Agano la Kale ndio walikuwa na hiyo neema wakati huo wa kusikia sauti ya Bwana ikizungumza, lakini sisi siku hizi tunasikia kupitia the Holy Spirit, the word of God, through the servant of God. You can listen to the voice of God. Praise God. So, wakati neno linatuambia tufanye hivi, let us do according to the word. Mwenye ako na Biblia ya Kiswahili atusomee Psalms chapter 31 verse 23. Zaburi 31 mstari wa 23. Zaburi 31:22.
hamna Biblia za Kiswahili. Hata kama iko kwa simu. Sasa tusome kwa Kiingereza basi kama tuna Kiswahili, lakini wanapenda tusome kwa Kiswahili kwa sababu ya brother wetu Mr. Jalis from Tanzania. Tanzania wanapenda kutumia Kiswahili sana na wanakipenda, ni vizuri. That's why wanapenda tusome katika lugha ya Kiswahili. Lakini kwa sababu ya our sister from Uganda tutasoma Biblia ya Kiingereza kwa sababu hao kuongea ndio hawezi. Hawajui yote, but unasikia. Ni vizuri. So, wacha tusome kwa Kiingereza kwa sababu tuko nayo sasa. Psalms chapter 31 verse 23. The Bible says, "Love the Lord, all you saints. The Lord preserves the faithful, but abundantly repay the one who acts in pride." Bwana pewe sifa. Biblia inasema, love your God, pende Mungu wako. Na watu gani wanaambiwa? Walio itanishwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Praise God. Waaminio, wanaoamini. The Bible says, love the Lord, all his saints. Wale watakatifu. Bwana pewe sifa. Watakatifu. Wale ambao wanamwamini Mungu, wale ambao wanatenda mapenzi ya Mungu. Biblia inatuambia kwamba tumpende Mungu. Na Biblia inasema kwamba the Lord preserves the faithful. Preserves. Yeye uhifadhi waaminifu. Bwana pewe sifa. The Lord preserves those who are faithful. They were preserved by God. Maana ya kupreserve, kuweka kitu kisiharibike. Bwana pewe sifa. Kisipate kuharibika. Unakiweka vizuri, unakitunza vizuri. Bwana pewe sifa. Unakiweka vizuri kisiharibike. So Biblia inasema ya kwamba Bwana uhifadhi hao ambao wanamwamini, wale wanampenda, walio waaminifu. Those who are faithful, they were preserved by God. Bwana pewe sifa. Je, unataka kulindwa na Mungu? Kama unataka kulindwa na Mungu, lazima tuwe waaminifu. Na tulipoanza tuliangalia Ayubu, na bado nitakukumbusha how he was faithful to God. Job was faithful to God. Na kupitia uaminifu wake kwa Mungu, kwa sababu he was righteous. Alikuwa mwenye haki. He was righteous. Alikuwa mwenye haki. Na tulisema katika kuwa mwenye haki ndio haya mambo tunayapata, uaminifu, na tukapata tena justice and honest through righteousness. We have justice, honest and faithfulness. So Job was faithful to God. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu alimwekea ulinzi kulingana na ushuhuda kwa maneno ya shetani aliyokuwa anashuhudia mbele za Mungu. Anasema kwa sababu umemwekea ulinzi. It is preservation. Praise God. Amekuwa preserved. That's why the Bible says it. Those who are faithful, God preserves them. Bwana pewe sifa. Unawekewa ulinzi kwa sababu you are faithful to God. You are faithful to your God. So Mungu anakuwekea ulinzi. Bwana pewe sifa.
Hallelujah. The Bible continues to say that, but abundantly repays the one who acts in pride. Anawalipa wale ambao wanatenda mambo kwa kiburi, wale wenye kiburi. They have their paid. Bwana tosi. Hakuna kitu utakachokifanya ambacho hakina malipo. Ukitenda mema kuna malipo yake. When you act according to God, kuna malipo yake. Ukitenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tena kuna malipo yake. So it is you to choose. And our God is God of love. Iwasa ametupa the free will. We have given the free will. Tumepewa sisi wenyewe tufanye uamuzi wetu. Mungu hawezi kukulazimisha. But we have given a free will to choose. To choose. In the book of Deuteronomy, the Bible says, angalia leo nimekuwekea uzima na mauti. Chagua. You have to choose between life and death. Na Biblia inasema uzima kwa kutii. When you obey, when you are faithful to obey. Na mauti kwa kutokutii, if you disobey. Praise God. Watu wa Mungu, Bwana apewe sifa. Asifiwe Mwokozi. Amen. So, let us be faithful to God. Tuwe waaminifu kwa Mungu. Mahali ambako tunajiona hatujakuwa tukifanya sawa sawa neno la Mungu, tuchaangalie na turekebishe kutoka sasa, ili tuweze kutenda kile Mungu anataka tufanye. Amen. Because of time, allow me to stop from there. Because of time. Because of time, I will stop there for the next time. Mungu akitujalia neema, Jumapili ijayo tutaendelea. So wacha tuombe, na kulingana na hili neno wewe mwenyewe umejiona. The word of God is like a mirror. Baada tunachangalia na tunaona mahali ambako uko na uchafu, tunajipanguza, si ndio? So kupitia hii neno, mahali ambako tunaona hatujakuwa tukifanya sawa na neno la Mungu, hatujakuwa waaminifu, tuombe Bwana atusamehe. Tuombe Bwana atusaidie, atusamehe, na tutubu ya kwamba Bwana, hili jambo ambalo nimekuwa nikitenda kwa kutokuwa mwaminifu, naomba unisamehe siku ya leo na unisaidie ili niweze kufanya mapenzi yako, niwe mwaminifu kwako. Just have a minute to speak to your God and tell God something according to his word. Ask God to forgive you where you have not doing the will of God, because our God is faithful. Our God is merciful. Our God is God of great love to us. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu aliye mwaminifu siku zote. Wewe haupatiliki Bwana, kwa vyovyote haupatiliki. Jehova, asubuhi ya leo tunakushukuru kwa neno lako ambalo umezungumza nasi kuhusu uaminifu. Bwana, unatutasamia sisi watoto wako, utuone tukiwa tunatenda mambo kwa uaminifu, tukitenda matendo kwa uaminifu, tukiwa waaminifu kwako. Lakini Baba, mara nyingi tumekosa kuwa waaminifu katika matendo yetu, katika biashara zetu, katika kazi zetu na mambo yetu na mambo mengi. Bwana, tumekosa kuwa waaminifu. Baba, asubuhi ya leo tunaomba ya kwamba Yesu utusamehe, katika jina la Yesu tusamehe Bwana kwa haya ambayo tumekuwa tukitenda kwa kutokuzingatia uaminifu. Tusamehe asubuhi ya leo kwa kuwa umezungumza nasi
Bwana tusaidie, nasi tuko tayari kubadilika Bwana na kuenenda katika uaminifu, katika ukamilifu na uaminifu, katika jina la Yesu. Baba, tuondolee ya kiburi ambayo yatufanya tujione kwamba hatujakosea, bali Jehova utupe mioyo za unyenyekevu. Baba, tujione Baba wewe ukiwa mtakatifu, na sisi Bwana tunahitaji neema yako katika jina la Yesu. Asante Bwana, pokea sifa na utukufu. Asante kwa wote ambao Bwana wamesikia neno lako asubuhi ya leo. Baba Mungu, wacha neno hili likawe na baraka kwetu, wacha neno hili Bwana likaweze kutubadilisha katika jina la Yesu, na kutoka sasa Bwana kwa neno hili tukabadilike katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu, tulipoiona na ushindi, maana wewe ni mwema na hakuna aliye kama wewe Bwana. Asante Baba Mungu, bariki kila mmoja ambaye amesikia neno lako. Wabariki Bwana wanaotoka na kwenda kazini. Bwana, baraka zako zikambatane pamoja nao. Na Bwana, jinsi umetuambia kwamba wewe uhifadhi walio waaminifu, Bwana, kwa sisi kutenda uaminifu, wacha tukahifadhiwe na wewe. Ukatulinde Bwana, ukatuepushe na mabaya yote na mitego yote ya ibilisi, utuepushe nayo. Na Bwana, mikononi mwako tuwe salama, kwa kweli Mungu mwema na hakuna aliye kama wewe Bwana. Utukuzwe na uimidiwe katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 May God bless you. Amen.